وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. Baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul kiram, khutba ya leo yatuonyesha umuhimu na utukufu wa kusimama qiyamul layli, usiku, kufanya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waja wake wanaosimama usiku kumwabudu Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Ibada kama hii ya qiyamul layl tumeisahau sana sisi. Ibada kama hii twaikumbuka kwa mwaka mara moja, hasa katika mwezi wa Ramadhani, ile 10 la mwisho. Kama sisi Waislamu 10 lile la mwisho kuna jawa msikitini kufanya qiyamul layl, lakini Ramadhani kisha kumalizika huwa basi si aghalabia sisi kushughulika na ibada hii ya qiyamul layl, ambao ni ibada tukufu kabisa kwa Muislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waja wake watukufu katika aya mbalimbali katika Qur'ani tukufu wanaosimama usiku kufanya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walladhina yabitunahum lirabbihim, walladhina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, na wale ambao wanapitisha baadhi masaa ya usiku sujja lirabbihim, kwa ajili ya kumwabudu Mola wao, sujjadan, kwa kusujudu, wa qiyama, na kwa kusimama. Mungu awasifu wale waja wake wachaji Mungu, anawasifu waja wake anaowapenda kwamba wao hupitisha baadhi ya masaa ya usiku kwa ajili ya Mola wao kwa kusujudu na kwa kusimama. Ndugu yangu Muislamu, lazima tujitolee kutafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni, tukitaka mapenzi, tupendwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuinuka usiku tukafanya ibada, tusilale moja kwa moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine kuwasifu waja wake wema asema, kanu qalilan minal layli ma yahjaun, kwamba wao walikuwa wakilala kidogo sana usiku, yani usingizi wao walikuwa ni mdogo sana kulala usiku, kwamba wao wakinyuka wakifanya ibada, wa bil ashari hum yastaghfirun, na wakati wa usiku ukenda karibu na alfajiri, tena wao wanamtaka msamaha Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuendelea kueleza waja wake wanaonyuka usiku, Mwenyezi Mungu asema, tatajafa junubuhum anil madaji, zile mbavu zao zinaepukana na chanda wao, wakainuka yad'una rabbahum, wanamwabudu Mola wao, khaufan,
kwa kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu ya moto, wa tamaa, na kushika tamaa pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika zile tulizowaruzuku, tulizowapa, wanatoa zinazopaswa kutoa, za wajibu na ambazo si za wajibu. Ikiwa ni zaka watoa, na ikiwa ni sadaka wanatoa. Hii ndiyo sifa ya Muislamu, na ndiyo sifa alokuwa nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul aizza, ibada ya usiku. Hadithi ya Abi Huraira ikipokewa na Imamu Muslim fi sahihi na Imamu Ahmad fi al-Musnad, asema Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, afdalu siyami ba'da ramadhana shahrullahi al-muharram, saumu iliyo bora baada wa mwezi wa Mwenyezi Mungu, baada ya Ramadhani, kwa sababu hakuna saumu iliyo bora kama saumu ya faradhi. Saumu ya Ramadhani ni saumu ya faradhi. Sasa asema saumu iliyo bora baada ya saumu ya Ramadhani, shahrullahi al-muharram, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao ni Muharram, mfungo 4, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Ukifunga Muharram, saumu yake ni bora baada ya Ramadhani. Wa afdalu salati, na sala bora baada al-faridha, baada ya sala ya faradhi, salatu layli, ni sala ya usiku. Mtu awe na sala ya usiku ina siri kubwa baina mja na Mola wake. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah wasema, tumesema sala bora baada ya faradhi sala ya usiku kwa mambo matatu, kwa sababu ndani ya sala ya usiku pana siri kubwa, nao ni iko karibu zaidi kukupeleka ikhlas, kwa sababu itakuwa wewe na Mola wako tu, hakuna anayekuona isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ile ikhlas utaifanya itakuwa imeingia ndani zaidi kuliko mahala pengine. Kama hapa kila mmoja uniona amekuja kuswali, ule uniona nini, lakini kama wewe nyumbani kwako mwenyewe umeamka usiku, umeingia chumbani kwako peke yako, ile ikhlas, ile ibada ukiifanya, utaifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Itakuwa haikujilii kuonyesha kwamba watu wanione kwamba mimi nanyuka kusali usiku. Asema siri ya pili ni kwa sababu swala ya usiku ina shida, ina uzito, hasa siku za baridi kali. Uwate kitanda chako, utoke uende ukashike maji, shida kuilazimisha ile nafsi yako. Kisha akasema salatu layli, kwa sababu iko karibu zaidi katika kuzingatia kile kisomo chako unachosoma. Itakuwa fikra zako, mawazo yako, moyo wako umelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sala iliyo bora baada ya faradhi ni sala ya usiku. Sala ya usiku. Hadithi ya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ni sahaba mtukufu, na alikuwa si Mwarabu, alikuwa ni Yahudi. Alislimu na akautengeneza Uislamu wake, akawa mtu mkubwa sana katika Uislamu. Abdullah bin Salam asema, nilipokuwa Madina, siku ile ambayo mtume aingia Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa katika shamba, nimepanda katika mti wa mtende. Mara nasikia mtu yuwanadi, awaeleza watu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingia Madina. Asema kwa ile furaha, na mimi nikajitupa nikapiga takbiri. Shangazi yangu amekaa hapo chini ya ule mti, akanambia, una nini wewe kijana?
mbona wafanya khayyabaka Allah? Akamwambia huyo atangaza kwamba huyo mtume ameingia. Ule shangazi yake akamwambia, nilifikiria kwamba wanipa habari kwamba Nabii Allah Musa ibn Imran amekuja, ukafurahi namna hii. Akamwambia, huyo shangazi yangu uko katika mfuasi wa hayo alokuwa Nabii Allah Musa. Basi shangazi anamwambia, basi kimbilia ukenikenda. Kenda watu wamejaa, wamezunguka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema nikapenya mpaka nikawa karibu na mtume. Ukimwangalia uso wake nikauona, laysa biwajhin kadhabin, huo si uso wa urongo, huo ni mtume kweli. Asema maneno ya kwanza niloyasikia kutoka katika kinywa cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisema maneno haya, aliyasikia maneno haya, sio kupambana naye. Akasema, nikamsikia mtume husema, ayuhan nasu, enyi watu, afshu salama, ienezeni salamu. Waislamu wasalimiane wakikutana mabarabarani, ni majumbani, ni masokoni, ni mahala popote. Salamu ndiyo mankuzi yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume asema ienezeni salamu. Kisha wa at'imu at'ama, mulishe chakula, muwasaidie wale wanyonge kwa kuwapa chakula, kiwa ni pesa lolote. Kisha sema wasilul arhama, muunganishe kizazi, upande wa mama na upande wa baba. Leo haya mambo matukufu yamepotea, vizazi zimekatwa, mtu aliyojijua yeye na watoto wake basi. Kisha uunganishe kizazi kwa upande wa mama na upande wa baba, kwa kujuana, kwa kupendana, kwa kutembeleana, kwa kushikana, ndio kuunganisha kizazi. Ikhwatul azza. Kisha Abdullah anasema, kisha nikansikia usema, wasallu billaili, muzuke muswali usiku, wanasu niyamun, na ili hali watu wamelala. Mkiyafanya haya, tadkhulul jannata bisalamin, mutaingia peponi kwa amani. Pepo ni kitu kikubwa, wala hakuna badala ya pepo. Usikisikie kwamba pepo kuingia tu, soko la marikiti waenda waingia. Kuna kazi mpaka tuifanye, tujitolee. Mambo matukufu kama haya ndiyo yatatusababishia kwenda kuingia peponi, na ikiwa tutayapa mangongo mambo kama haya, ndiyo yatatusababishia kwenda motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na moto wa jahannam. Moto, ikhwatul azza, ni kitu kizito. Ikhwatul azza, fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin. Ikhwatul azza, Abdullah yasema nikaenda mpaka karibu, kisha kanambia, masmuka, nani jina lako wewe? Abdullah akamwambia, jina langu na Al-Husainu biswadi, si Al-Husaini, Al-Husainu. Mtume akamwambia, bal anta Abdullah, bal wewe ni Abdullah. Akamwambia, naam. Asema, sikuwa jina nilolipenda kama lile jina alilonipa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul azza, ibada ya usiku tumwangalie qudwatuna, kiigizo chetu, alhabib almustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya nana Aisha radhiyallahu anha wa an abiha, asema nana Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu. Alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam
akisimama kufanya ibada usiku mpaka ikifura miguu yake. Hadha nabiyu, hu mtume. Faqultu lahu, na Aisha radhiallahu anha asema nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kwa nini wafanya hivi, wajitesa wewe, wajitia tabu, wakad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, na ili hali umesamehewa makosa yako yaliyochangulia na atakayokuja, kisha mbona wajitia tabu hivi? Angalia suala jawabu alilojibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimwambia na Aisha, afala akunu abdan shakura, basi ikiwa Mwenyezi Mungu amenisamehe makosa yangu yaliyochangulia na atakayokuja, siwi ni mja wa kushukuru? Nafani shukuru Mola wangu, na mimi na wewe ni zaidi tumshukuru Mola wetu. Neema ngapi alizotuneemesha! Tuangalie neema za mwili, mtu angalie mwili wake, neema moja tu akakosa, neema ya kuona, mfano wa jito, mtu akose, na tembee ulimwengu mzima, atoe mali yake yote, dunia yake yote, haliregei jito. Akitiwa atatiwa jito la mbuzi au la ng'ombe, lakini halioni. Tosheka hapo tu, situkue neema nyingine. Angalia hilo moja tu fatuleza. Angalia neema ya pumzi Mungu aliyotupa, watoa hatutoi dhuru. Leo mwanadamu ikiwa amebanwa na pumzi, aenda akatiwe ICU pale siku 3-5, angalia mamilioni ya pesa atakayoyatoa, lakini twatoa bila kutoa dhuru, lakini hatumshukuru Mwenyezi Mungu, tumesahau Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ni fadhila hatuna fadhila. Lao tuzingatia fadhila alizotupa Mwenyezi Mungu, nakwambia hatungalimwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini mwanadamu ni mtu ambaye haeleweki, anayemweza ni yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul aizza, ibada ya usiku. Hadithi ya Suhail bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, jaa Jibril ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuja Jibril kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Muhammadu, ewe Muhammad, ish ma shi'ta, ishi utakavyoishi, fa innaka mayitun, wewe utakufa. Ishi utakavyoishi, ishi mpaka miaka 1000, utofika hapo. Ishi miaka 100, si ghalabia kufika hapa ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo vijana vidogo katika miaka 20, 30, 40, mtu akishafika 60 tena albakiwa ni bonus ile, mtu akae sondo. Lakini ishi utakavyoishi, hakika wewe utakufa. Na ikiwa alikuwa afaa wa kuishi hapa duniani asiondoke, ingalikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alikufa. Basi ishi utakavyoishi, tujue tutakufa. Kifo kimetuandama, kimetuzunguka. Mtu ataka staki, ni lazima, ni ijibariyon, amron ijibariyon, maana hakuna atakaokufa. Usisikie shindwa nguvu tu, amwambia ishi utakavyoishi, hakika wewe utakufa. Wa'mal ma shi'ta, fanya utakalo lifanya chochote, fa innaka majziyun bihi, utalipwa kwa lile utakalolifanya. Ukiyafanya mazuri utalipwa mazuri, na ukilifanya mabaya utalipwa mabaya, yale lile utakalofanya. Wa ahdi biman shi'ta, mpende utakaye, fa innahu mufariqu, utamwacha. Leo baba upenda watoto, huwata watoto mpenda baba, humwata baba. Mume mpenda mke, akamwata mke mpenda mume, akamwata mke. Mtu penda ndugu, kawata ndugu. Kampenda rafiki, wakapendana, wakaachana. Hii ni kawaida. Mpende utakaye, lakini mwisho wake utamwacha. Kisha akamwambia, wa'lam, jua, anna sharafa almu'min, utukufu wa muislamu wa mu'min, qiyamuhu bil-layli, ni kunyuka kusimama usiku akaswali, ndio utukufu wa muislamu. Wa izzuhu, na utukufu wake, cheo chake,
heshima yake istighnauhu anin nasi, ni kutosheka na watu. Sililie watu kila saa shtakia shida zako, tabu zako. Hapana, uko mwenye kushtakiwa shida zako, shtakie Mwenyezi Mungu. Wata kuomba kila kati, fanye hivyo. Nenda katukue mkokoteni ufanye kazi, utoshe kwako ni bora kuliko kuomba kupewa shilingi 100, shilingi 5, wengine wakupe maneno, wengine wakufukuze. Tosheka na watu, kile alichokupa Mwenyezi Mungu sema alhamdulillah. Ikiwa mimi nimepata sima na papa, kuna mwenzangu hata chai ya rangi hakuipata, tosheka. Taka ulimwengu kwa nguvu. Ikhwatul aizza, hadithi imetokewa na At-Tabrani wa isnadu hasan. Ikhwatul aizza, katika miongoni ya umuhimu wa sala ya usiku, Amr bin Abbas asema kwamba yeye alisikia Mtume rehema na amani akisema, aqrabu ma yakunu rabbu min al-abdi fi jawfi al-layli al-akhir, Mwenyezi Mungu huwa karibu zaidi na mja wake katika ndani ya usiku, masaa kwa masaa 8 mpaka 9 pale, basi Mwenyezi Mungu huwa karibu zaidi na mja wake. Kisha Mtume akamwambia, ukiweza kuwa kutaka kuwa wewe ni katika unahitaji Mwenyezi Mungu katika nyakati hizo, fakun kuwa nuka tulilie Mwenyezi Mungu sehemu za usiku. Mwenyezi Mungu uteremka wakati inapobakia thuluthi ya akhiri ya mwisho usiku, kama pale sasa thuluthi ya mwisho tena karibu kuingia na alfajiri. Mwenyezi Mungu uteremka akaja katika uwingu wa dunia, kama upiga makelele, nani anayeniomba, nani anayetaka msamaha, nani anayekadhaa, na dua pale huwa ni haraka kutukuliwa, kwa sababu ndani ya usiku pana wakati ho ukiomba ukiwafiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua hairegeshwi itukua. Ikhwatul aizza, katika kusimama usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Huraira ipokewa na Abu Daud bi isnadi sahih, asema rahimallahu rajulan, Mtume ameshamwombea Mungu, Mwenyezi Mungu atamrehemu, amuingize katika rehema zake mtu mwanamume, kama minal layli, aliyesimama usiku kufanya ibada, fasalla, akaswali, wa aiqadha mraatahu, akamwamsha mke wake, kwamba bibi nyuka, yataka hivyo, wataawanu alal birri wattaqwa, msaidiane kwa wema, mume amsaidie mume kwa mema, mke na mke amsaidie mume kwa mema. Mume amamshe mke wake, nyuka mfanye ibada, kuswali, fa in min al-layl fa in abat, akikataa ule bibi hataki kunyuka, uvivu nini, nadhaha fi wajhi halma, atakuwa maji anyunyiza. Sikutukua ndoa maji kamsulia, tukua maji unyunyize, nuka bibi swali, wala usikupiga na makofi wala mateke, nyunyize maji, mwambie bibi nyuka tuswali usiku, upate kuingia katika rehema, tupate kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema rahimallahu mra'atan wa rahimallahu mra'atan, Mungu atamuingiza katika rehema mwanamke, qamat min al-layli, aliyesimama usiku, fasallat, akaswali mwanamke ule, wa aiqadhat zawjaha, akamwamsha mume wake, fa in aba, akikataa yule mume, nadhahat fi wajhihi maa, mwanamke yule akachukua maji akamnyunyiza mume wake ainuke. Kwa waume wengine majauri na kibri, wala pale mwanamke kwamba juu kama mume tuswali, ni mara kana amempiga kofi au mpiga teke. Mwanamke gani wewe uswali kama malaika tu wewe? Mema, kuamrisha mema, mke mwema. Utaka upate mwanamke gani wewe? Utaka upate mwanamke gani zaidi ya kama huu? Sio shukuru akuamsha mume wangu, nyuka tuswali, tupate rehema,
turehemewe na Mwenyezi Mungu, tupate mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tupate mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hutaki wewe wapiga wa vita na kutukanana, pengine wewe mwanamke ni mkorofi. Mwanamke kuamsha ni mkorofi, astaghfirullah. Na ndio wapitikao atakatulia, ataka mwanamke aina gani? Ataka ule mwanamke wa kishetani, liko marungi, wakesha usiku, makaseti machafu mabaya, ndio watakaye. Lakini ule wa dini taona waume wampata mke mwema mzuri, hulalamika, kijana ulopata nini? Kila saa uswali, kila saa uswali, kila saa katika msala. Na kijana mwanamke mema kuepuka wewe uepuke na moto watulaiza. Hakuna adhabu iliyowekwa kali kama moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja na masahaba wakasikia kishindo kikubwa. Akawaambia masahaba zake, umesikia hicho kishindo? Ni majua nini? Akamwambia hatujui. Akamwambia hilo ni jiwe lilikuwa limetupwa mochoni kutoka miaka 70 lafika chini sasa. Miaka 70 limetupwa mochoni, halijapata mwisho, imepita miaka 70 latoka sasa, kuonyesha moto ni chini huko. Ifuatulaiza mtu achumbukize ndani ya moto wa jahannam chini. Hebu mchafikiri atakuwaje? Takuwa vipi? Tumuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata amri zake na kuepukana makatazo yake, kwa kufanya ibada, kwa kumtii, kwa kumpenda, kwa kukaa vizuri na ndugu zetu, kwa kueleana na ndugu zako na majirani wako na rafiki zako na waislamu wenzako, na kwenda kufanya wema, kila ina wema tujitolee kufanya ili kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم. الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي